Swali ambalo huulizwa mara kwa mara baada ya angiogram ni kama wagonjwa wanaweza kufaidika na upasuaji wa kupitisha damu bypass au angioplasti. Kwa bahati mbaya, hakuna jibu la moja kwa moja kwa swali hili. Inategemea mambo yanayomhusu mgonjwa na pia ujuzi wa daktari anayemshughulikia mgonjwa husika. Mara nyingi, sababu inayofanya mgonjwa apelekwe kwa upasuaji wa bypass ni kutokana na kuziba kwa mishipa ya moyo ambayo ina chokaa nyingi kama vile au kwenye sehemu ya mgawanyiko wa mishipa ya damu, au wakati mwingine ni ugonjwa ulioenea kwenye mishipa ya moyo. Lakini siku hizi tuna teknolojia za kisasa zaidi zinazotumika kwenye taratibu za angioplasti kama vile laser, orbital atherectomy, rotablation na intravascular lithotripsy. Hata kwa wagonjwa ambao uwezo wa moyo wao kusukuma damu ni mdogo sana, hatari ya angioplasti inapunguzwa kwa kutumia vifaa kama impeller, ECMO au intra-aortic balloon pump, na hivyo matokeo ya wagonjwa hawa baada ya angioplasti ni bora zaidi, na muda wa kupona ni mfupi sana. Kwa sababu hizi, siku hizi katika nchi nyingi za nje, angioplasti inafanyika mara nyingi zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali, na idadi ya upasuaji wa bypass imepungua kwa miaka kadhaa. Hivyo, wagonjwa wa aina hii wanaweza kutibiwa kwa utaratibu mdogo wa tundu dogo kupitia kwenye mkono, na wanaweza kupona haraka na kuruhusiwa kutoka hospitalini ndani ya siku chache tu. Na matokeo ya taratibu hizi kwa muda mrefu ni bora zaidi kutokana na kizazi kipya cha stenti zilizofunikwa na dawa ambazo zinapatikana sokoni kwa sasa. Hata hivyo, kuna wagonjwa wachache sana ambao tunahisi upasuaji wa kupandikiza mishipa ni bora zaidi, lakini mara nyingi wagonjwa hawa wanaweza kutibiwa kwa angioplasti.